Haya, niambie, je, unakubaliana na kauli ya Mwijaku kwamba Kongo wametuzidi kwenye mziki? Na takwimu ambayo nahisi Mwijaku unaitumia ni kwamba ukiangalia na kufuatilia show ya Fally Ipupa ambayo kaifanya pale Stade de France, katika ule uwanja ambao unaweza ukabeba watu 80,000, lakini kama endapo kukawa na mpangilio vizuri unaambiwa unabeba mpaka watu 90,000. Sasa ukiangalia uwanja ulikuwa umejaa watu, shazi nyomi la watu limeitika. Sasa tunakuja kwenye takwimu ambayo, je, kuna msanii yoyote ambaye hapa kutokea Tanzania yani akafanya show nje ya Tanzania lakini akaenda katika zile nchi ambazo zinasifika pia ni nchi mama ambazo zipo kwenye orodha labda ya top 100 katika zile nchi ambazo labda ni kubwa na zinaheshimika kama Ufaransa? Yani niweze kuambiwa kwamba je, kuna msanii gani aidha ni Rayvanny, Diamond ama ni Harmonize akaenda kufanya show katika uwanja ambao unabeba zaidi ya watu 60,000 na 70,000, labda pingine wote wakawa wameweza kufika kwenye eneo la tukio lakini uwanja ukajaa? Je, ni msanii gani ambaye ana ushawishi ambao Fally Ipupa ameweza kuonyesha nje ya Kongo? Na jibu lake jepesi ni kabisa kwamba yani Fally Ipupa kwa ukubwa alioonyesha, jamani, sitaki kuamini kwamba kuna msanii mwingine ambaye anaweza akafanya ukubwa ambao aliweza kufanya Fally Ipupa. Of course tumeshashuhudia kwamba kwa nchi ya Sudan ambao pia Rayvanny alishawahi kujaza watu wengi sana katika uwanja wa Taifa, lakini tukienda katika uhalisia yani asilimia kubwa ya wasanii wetu wa kibongobongo kama Diamond, Alikiba, Harmonize, Rayvanny wamekuwa kijaza show ama pia katika baadhi ya viwanja ambavyo nafikiri ni katika hizi nchi ambazo ni nchi loko na sio zile nchi ambazo ni kubwa. Sasa tukienda na tukitoka out ya bara la Afrika, na nahisi kabisa tuzungumze ukweli, je, msanii gani ambaye anaweza akatoka nje ya bara la Afrika na akafanya show kubwa ambayo ikabeba watu zaidi ya 30,000 mpaka 40,000? Jibu lake linakuwa ni kwamba hakuna msanii ambaye anaweza katoka nje ya bara la Afrika na akajaza watu zaidi ya 60,000 ama 70,000. Yani hapa tusiongee unazi, tusiongee ushabiki maandazi. Rayvanny hana uwezo huo na hajawahi kufanya. Zaidi labda ashirikishwe kwenye show ya msanii mkubwa mfano kama Maluma ama Nona Fatei, lakini itokee msanii wa bongo akaandae show Ufaransa ama akaandae show Mexico ama Brazil ama nchi nyingine yoyote ambayo anaifahamu, alafu aweke kiingilio lakini pia watu wajae watu 60,000 mpaka 70,000, nafikiri rekodi hiyo itakuwa imevunjwa. Na ndo maana moja kwa moja hapo tumepata jibu kwamba Fally Ipupa na Diamond, Fally Ipupa na Rayvanny, na kwa ushawishi ambao kaufanya Fally Ipupa, basi nikwambie kwamba Wakongo wametuzidi kwenye mziki, na ndo maana tayari wana national icon ambaye ni Fally Ipupa. Sasa na sisi inabidi tujivunie national icon ambaye tayari kashafanya show na aliandae mwenyewe ama aliperform kwenye uwanja mkubwa ama katika arena kubwa nje ya bara la Afrika. Sasa ningependa kupewa majibu kwamba je, tunakubaliana na hoja hii? Na kama ukubaliani, basi nitakuuliza swali uniambie, Rayvanny, Mario, Alikiba, Diamond, Juksi nje ya bara la Afrika, uniambie nani alienda kufanya show ya kwake binafsi, sio ya kualikwa, aliandaa show yake, na je ilikuwa na watu wangapi ama katika huo uwanja ulibeba watu wangapi? Alafu niambie, je, unaweza kufananisha na show ambayo kaifanya kaka yetu Fally Ipupa kutokea Kongo? Nafikiri tuzungumze uhalisia, na that's why inabidi tukubaliane na kwamba wa Kongo wametuzidi, yani wametupiga gap kwenye issue ya soko la kimuziki. Mimi sina la ziada ila tukutane kwenye upande wa comment.